Tuna neema kubwa ndani ya ushia, nayo ni neema ya marjaia. Allahu akbar! Ni neema ya kuwa na maraji, ni neema ya kuwa na viongozi. Sisi Shiatu Ali Muhammad hatuna vijogoo wengi, hatuna vijogoo wengi. Tuna watu wanaoitwa maraji. Hao ndio wanaowajibu wa kutoa fatwa, hao ndio wanaowajibu wa kutoa maelekezo. Hii ni taufik ya kuwa sisi ni Shiatu Ali Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini tuna neema ya wilaya na neema ya qiyada, ya kutambua ya kwamba tunacho kichwa kinachoweza kutupa maelekezo, kikatuambia mambo ya dunia yanavyoendelea, twende vipi. Ayatullahi fil alamin al-Imam al-Khamenei naibu wali al-asr salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini neema ya tatu ambayo Mungu ametupa ni neema ya kuwa na kituo chetu kama mashia wa Afrika, neema ya kuwa na jumuiya yetu kama mashia wa Afrika, neema ya kuwa na mahala tunaweza kukusanyika na tukajiamulia mambo yetu sisi wenyewe. Hili ni jambo kubwa, ni jambo la taufik. Leo hii mashia kwa mbwago wana msikiti wao, wana mahala pao pa kuswali. Si hivyo tu, mashia wa Afrika leo wana mahala pao pa kuzikana. Leo ipo kabristani ya wa Afrika. Leo mashia wanao watu, unapotokea msiba, anapokufa shia leo, iwe ni Dar es Salaam, iwe ni Arusha, iwe ni Tanga, hawezi kuzikwa kwa mujibu wa itikadi nyingine, atazikwa kwa mujibu wa itikadi ya mashia. Why? Kwa sababu mashia wana kituo chao, wana jumuiya yao, wapo. Naomba salawatu wa zaramu. Maneno haya nayazungumza kwa lugha ya Kiswahili fasaha, ili wasinielewe vibaya wazaramu. Narudia tena, maneno haya nayazungumza kwa lugha ya fasaha, yasije yakatafsiriwa Sheikh Jalala analeta ubaguzi ndani ya ushia. La, sileti ubaguzi. Sisi ni wazaramu, sisi ni wanyamwezi, sisi ni wa Afrika mashia. Tutaendelea kubakia mashia wa Swahili, mashia wa Zaramu, mashia wa Zanaki. Ndiyo sisi, hatubadiliki. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ni neema kubwa hii tuliyokuwa nayo. Na juzi tumemzika, jana juzi tumemzika dada Mwiru. Umeona mashia walivyomzika shia mwenzao kwa umoja wa hali ya juu, kwa wingi sio wa kawaida, kwa wingi sio wa kawaida. Hawa ni mashia wa Afrika, hawa ni mashia wazawa, hawa ni mashia wa Tanzania. Asije akaja mtu akajaribu kutia kwenye vichwa vyetu lisilokuwa hili. Sisi ni wa Afrika, sisi ni weusi, sisi ni wazaramu, na tutabakia kuwa wazaramu mashia. Asije akadhania mtu hapa kwamba hata siku moja atakuwa ni shia mlebanuni na akatuletea ulebanuni hapa. Hapa ni uzaramu tu. Asije akaja shia muirani akadhania sisi mashia wa Tanzania tutakuwa wairani. La, hatutokuwa wairani. Wairani watabakia kuwa mashia na Watanzania wazaramu watabakia kuwa mashia. Wapakistani wataendelea kuwa mashia wa Pakistani, na sisi wazaramu wa Tanzania tutaendelea kubakia mashia wazaramu wa Tanzania. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Katika ushia Mungu ametupa neema ya kuwa na taasisi nyingi. Alhamdulillah, tunazo taasisi nyingi za kuendeleza Uislamu. Ni jambo la kumshukuru Mungu,
lakini bado kuna haja kubwa ya mashia kuienzi jumuiya yao, kuiunga mkono jumuiya yao. Ni haram, ni haram, narudia tena, ni haram. Sasa tafsiri anayetafsiri ni haramu ya kifiqhi, na Jalala sio mujtahid, wa waqi'an lastu mujtahidan, aseme asemavyo Sheikh Abdul Majid, lakini ni haram. Harakati zozote za kutaka kuwagawa mashia na mashia wasiwe na mahala pao pa kukusanyana na kufanya mambo yao kama wa Afrika, nadharia hiyo ni haram, ni haram, ni haram. Naomba salawatu kwa hiyo haram. Ipeni nguvu jumuiya yenu ya mashia ambayo leo imefikia mahala serikali yetu takatifu inapokuwa na shughuli ya kitaifa inaleta habari kwa mwenyekiti wa jumuiya hii au kwa shekhe mkuu wa jumuiya hii. Hili ni jambo la kupigwa vita, ni jambo la kuungwa mkono. Nafasi hii lazima tuilinde kama mashia. Ni haram nafasi hii kuipoteza, ni haram. Na niseme kwa ulimi uliokuwa wazi ambao hawezi kuusema yoyote isipokuwa mimi, kutoka ushia umeingia katika ardhi hii ya Tanzania, hakuna siku ulikuwa karibu and very closed na serikali kama ulivyokuwa wakati huu wa jumuiya ya mashia Tanzania. Leo hii serikali ya Tanzania kwa kupitia wizara yake husika imeweza kuipitisha katiba mpya ya TIC, katiba mpya ya TIC, kwamba TIC fanyeni kazi kwa katiba hii mpya. Hili ni jambo kubwa, sio jambo dogo. Iungeni mkono jumuiya yenu, ipeni nguvu jumuiya yenu, kipeni nguvu kituo chenu. Maneno madogo madogo ya kuvunja jumuiya yenu ni kusambaratisha umoja wenu, ni kusambaratisha nguvu zenu. Mmeshafikia mahala nyinyi mashia wa Afrika mna nguvu, you are powerful now. Si mashia tena nyinyi wa kupewa mbuzi, mmeshavuka kiwango cha kugawiwa mbuzi, mmeshavuka kiwango cha kugawiwa sadaka, mmefika kiwango cha nyinyi mashia wa Afrika kutoa sadaka, kutoa mbuzi, kutoa mchele na wala sio kupewa. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Lakini si hivyo, mahusiano yetu mashia wa Afrika leo na Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA chini ya shekhe wake mkuu, Mungu ampe nguvu na amuwezeshe, Sheikh Abu Bakar bin Ali Zubairi wa Mbwana, ni mazuri mno na ya kupendeza. Haya ni ya kuenziwa, si ya kupigwa vita. Haya ni ya kuenziwa na ya kuungwa mkono, si ya kutiliwa vijimaneno vingi ambavyo la tufidu wala tanfa, havifaidishi wala havinufaishi.